Karibuni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimuni popote mlipo na matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku ya leo tarehe 12 Februari mwaka wa 2026. Kituo cha mkakati cha muungano wa M23 AFC RDF kilichoko katika kijiji cha Minjenje huko wilayani Walikale kinaripotiwa kulengwa na kuharibiwa kabisa Jumatano ya jana tarehe 11 Februari mwaka 2026 kupitia mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ama drone ya jeshi la anga la FARDC. Na kwa upande wake Corneille Nangaa alikuwa amedai kuwa vikosi vyao viliharibu vituo vyote vya ndege zisizo na rubani pamoja na ndege za kivita za FARDC katika uwanja wa Kisangani wa Bangoka, jambo ambalo mpaka sasa kwa majibu ya mapigo hayo ya FARDC linaonekana kwamba ni jambo la uongo. Ilikuwa tu ni jambo la kujidai kwa sababu mpaka sasa bado mashambulizi yanaendelea. Aidha, alieleza kuwa endapo kutatokea shambulio lingine la ndege zisizokuwa na rubani katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao, basi watajibu kwa kushambulia moja kwa moja Burundi, akidai kuwa nchi hiyo ndiyo kituo cha mwisho cha kurusha ndege zisizo na rubani za FARDC. Wakati huo huo, baadhi ya wachambuzi wanakumbusha kauli ya wahasi hao waliokuwa wameahidi kushambulia Burundi, na wanasema wanasubiri kuona kama tishio hilo litatimizwa. Na katika vita vinavyoendelea katika maeneo ya Minembwe na vitongoji vyake, Kanali Kamase Ndakize anayejulikana kwa jina la utani Welcome anaripotiwa kuuawa huko Muriza pamoja na walinzi wake wapatao wa 10, huku upande mwingine mitaa ya Kakenge, Kalingi na Karongi iliyoko katika manispaa ya vijijini ya Minembwe ya kwa sasa inadaiwa kuwa chini ya udhibiti wa FARDC wakisaidiwa na wazalendo. Na katika mtaa wa Kahwera zaidi ya wapiganaji 17 wa kundi la Twirwaneho Red Tabara na katika mtaa wa Kawera zaidi ya wapiganaji 17 wa kundi la Twirwaneho wameweka chini silaha zao na kujisalimisha kwa FARDC. Na kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na wapiganaji hao waliojitoa, muungano wa M23 AFC RDF, Twirwaneho Red Tabara na FNL unadaiwa kupoteza uwezo mkubwa wa kijeshi katika maeneo ya nyanda za juu ama Plateau. Hata hivyo, wanapanga kuanzisha mashambulizi ya siku 2 mfululizo wakilenga kurejesha mitaa ya manispaa ya Minembwe ambayo tayari iko chini ya udhibiti wa FARDC. Endapo watashindwa, inasemekana kuwa wako tayari kuweka chini silaha zao. Na kwa upande wake Charles Sematama ambaye ndiye kiongozi wa Twirwaneho anaendelea yeye kukaa maeneo ya Lemera katika nyanda za Moyen Plateau, huku hali hiyo ikileta wasiwasi mkubwa. Wakati huo huo, mzunguko wa kuzingirwa taratibu wa Minembwe kwa kutokana na vikosi vya jeshi la taifa FARDC na wazalendo vyenye silaha nzito ikiwemo ndege zisizokuwa na rubani ama drone unaongeza hofu kubwa kwa mkuu huyo wa wahasi wa wahasi, huku shambulio linalokaribia kutekelezwa na jeshi la taifa dhidi ya eneo hilo la kimkakati. Na kuhusiana na mamluki ama mercenaires wa Kimarekani ambao walikuwa wametarajiwa kupigana upande wa FARDC ili kuteketeza makundi ya wahasi katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Eric Prince ambaye ni mwanzilishi wa Blackwater ameripotiwa kutuma kikosi cha usalama binafsi katika nchi ya Kongo ili kusaidia jeshi katika kulinda mji wa kimkakati wa Uvira unaotishiwa na wahasi wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Operesheni hii imefanyika baada ya wito wa Marekani wa kutaka wahasi hao waondoke, na inaagiza maslahi ya kimataifa yanayohusiana na rasilimali za madini za Kongo
na akiwa mtu mwenye utata, Prince anaweka alama ya ushiriki wake na kwanza wa moja kwa moja katika uwanja wa mapambano nchini Kongo, jambo linalozua maswali kuhusu ushawishi unaoongezeka wa makampuni ya kijeshi binafsi katika migogoro ya kimataifa. Kuwasili kwa watu wake kuna kwenda sambamba na juhudi za kidiplomasia za Marekani na Qatar za kuhimiza mchakato wa amani uliotikiswa na kutwaliwa kwa muda kwa mji wa Uvira na wahasi mwezi Desemba. Washington inakanusha kuwepo kwa mkataba wowote rasmi na Prince, lakini ujumbe wake unaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuleta utulivu katika maeneo yenye utajiri wa madini ya kimkakati. Vyanzo vingi vinaeleza kuwa wakandarasi wa Prince walitoa msaada wa ndege zisizo na rubani kwa kikosi cha Kongo. Operesheni hiyo iliendeshwa sambamba na uwepo wa wakufunzi wa Israeli waliokuwa wakilenga kuimarisha uwezo wa kiutendaji wa ndani. Ingawa serikali za Kongo na Israeli hazijatoa tamko rasmi, ushirikiano huo unaonyesha ugumu wa hali ya kijiografia na kisiasa ya nchi ambayo utajiri wake wa madini unachochea tamaa katika muktadha wa mzozo unaoendelea. Kisha wakati ambako kikosi cha Blackwater kimeanza kuwasili nchini Kongo hiyo jana tarehe 11 Februari mwaka 2026 katika masuala ya kutafuta upatanishi na urahisishaji wa mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na wahasi wa M23, nchi ya Angola imependekeza kuanzishwa kwa usitisho wa mapigano kati ya Kinshasa na wahasi hao wa M23, ambapo utekelezaji wake unapangwa kuanza tarehe 18 Februari mwaka huu kwa majira ya saa 6 mchana. Ila cha mshangazo, kuna tetesi ambazo zinasema ya kwamba baada ya taarifa hizo za Angola kupendekeza usitisho wa mapigano, kiongozi mmoja mwandamizi wa F23 AFC amesema kuwa wao wa M23 hawakupokea taarifa rasmi kuhusu mpango huo. Pia alishutumu serikali ya Kongo kwa kukiuka makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yametangazwa. Kwa mujibu wake, mzozo huo unazihusisha moja kwa moja Kinshasa na AFC M23, na kwamba mkutano au mazungumzo yoyote yatakayofanyika bila ushiriki rasmi wa wahasi hao, basi hiyo hayawezi kuwafunga wala kuwahusu. Kwa upande wake, serikali ya Kongo inashutumu pia AFC M23 kwa kuhusika na ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa hapo awali. Na kutokana na kauli hizi kutoka kwa hawa wahasi wa M23, serikali ya Kongo ingepaswa kuwa inaweka nguvu nyingi ama umakini na sikiliza kabisa nini wanachokiongea, kwa sababu wao wakiongea kitu ni kama vile wako wanamaanisha, kwa sababu kila kitu ambacho kinahusisha kudumisha amani ama kuleta usalama ambao umekamilika, wao wako wanashindwa kabisa kutekeleza ama kutii kile ambacho wamepatana na wenzao. Na hiyo jana tu huko Bukavu, maeneo ya saa 2 za asubuhi, ni kampu ya wanajeshi wa Tepe quartier industriel pale, watu wengi wanapafahamu pale, kumesadikika kuonekana vikosi vingi sana vya wahasi hawa M23. Naweza nikasema kwa lugha ya Kifaransa ya kwamba waliweza kudeploy majeshi mengi pale ambayo yanasadikika kuwa yatakwenda kwenye mistari ya mbele kama vile msaada ama kuongeza effective ya wapiganaji wao ambao kwenye mistari ya mbele katika pande zote walizoko. Kwa hiyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali yake nzima ingepaswa sasa kuwa nafuatilia watu hawa kwa makini, wasio wanachukulia kauli za watu hawa kama utani ama kama vile mchezo, kwa sababu wao kila wanachokiongea na unakuta mwisho wa siku wanakwenda kukifanya. Lakini tunatarajia kwamba pamoja na uwepo wa Blackwater tayari katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi vitu havitakwenda kama wao wahasi wanavyotarajia,
na nadhani mambo yatakwenda tofauti na jinsi wanavyotarajia, na kwa mara hii watakwenda kushangazwa. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za kila siku ya siku ya leo, na uzidi kuambatana nasi hapa kwenye Kibenge TV ili uzidi kuhabarika zaidi, na tukutane kwa majaliwa.